kuliko yaliyopita. Kawaida sisi CAF tunataka mashindano yaliyopita yanayofuata yanakuwa mazuri kushinda yale mengine, na Tanzania mimi na hakika yatakuwa mazuri. Morocco kule ilikuwa ukitoka kwenye mashindano mnakwenda mnajifungia kwa kuogopa baridi. Hapa baada ya mashindano watu watakwenda watazuru, na baridi itakao kuwepo kwenye miji ya Arusha na Nairobi ni manageable. Watu kutakuwa na baridi kipindi hicho, lakini bado wataweza kuwa na maisha mengine baada ya mashindano. Miundombinu ya Tanzania iko tayari kwa namna gani? Najua umetembelea. Nilikuwa naomba na nyinyi mtembelee muweze kuona, kwa sababu sisi nia yetu ni kufanya AFCON zote zilizopita ukiondoa ya Morocco ilikuwa tiketi moja mechi mbili, lakini ya Morocco tiketi moja ilikuwa mechi moja. Nadhani mnalielewa hilo, ilikuwa hamna head to head. Na Tanzania nia yetu ni kwamba pia kusiwe na head to head. Kama grupu moja linacheza mechi ya kwanza uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ya grupu ile ya pili itachezwa Amani. Kama mechi ya grupu jingine inachezwa uwanja wa Fumba, mechi inayofuata ya grupu hilo itakwenda kuchezwa muda unaofuata kwenye uwanja wa Kizimkazi ambao inaitwa Suluhu Stadium. Lakini pia mechi ya kwanza kama itachezwa ya kundi ya Arusha, mechi ya pili itachezwa Dodoma. Dodoma uwanja bado haujakuwa na shepu sawa sawa, lakini serikali tayari ina mazungumzo na wakandarasi kuhakikisha kwamba mpaka Disemba pia uwanja wa Dodoma utakuwa umekwisha. Lakini pia wenzetu wa Uganda tayari uwanja wa Hoima na uwanja wa Mandela viko tayari, lakini pia na wenzetu wa Kenya wana viwanja vitatu tayari mjini Nairobi pale. Sisi Tanzania ndio viwanja vyetu vitakuwa kwenye miji minne. Tuna uhakika kwamba Zanzibar tutakuwa na viwanja vitatu, kwa sababu Amani bado tunaweza kuutumia, lakini pia viwanja vya Fumba na Kizimkazi viko katika hatua nzuri. Lakini pia ikitokea lolote pia kunaweza kukawa na maamuzi, kwa sababu uwanja tayari wa Gombani uko vizuri. Tatizo tu ni kwamba ni uwanja wa nyasi bandia, lakini kama unavyojua uwanja wa Amani ndio uliokuwa mashindano ya Chani kwa kuondoa nyasi bandia na kuweka hybrid. Kwa hiyo sisi tuko tayari. Sisi tunawaambia viongozi wenu hapa, lakini na nyinyi mkitoka huko mjue kwamba Tanzania iko tayari. Lakini pia tunaomba na tutazungumza na waziri wetu, ikiwezekana muweze kupita kwenye viwanja hivyo muone jinsi gani tayari tumejiandaa. President, ufikiri mitazamo watu wengine kuisa tuweze Afrika Mashariki ndio iwe igeuze kuwa chanya, kwa maana kujiandaa na kuweza kuonesha utofauti wa tofauti? Asi ndo kawaida yetu, au kama sio sisi, mimi karia kawaida yangu huwa changamoto nazigeuza fursa. President, wakati Motsepe anazungumza mwanzo alitangulia kusema kwamba huenda Tanzania ikawa host tena kwa mara nyingine mchezo wa ufunguzi, lakini baadaye akasema kwamba bado haijaamuliwa. Sina comment kwenye swali hilo, kwa sababu hata yeye mwenyewe pia amelikwepa. Ni swali la kitaratibu zaidi, kwa hiyo tusiwe na haraka. Kitu kikubwa mzungumze vizuri, kwa sababu wenzetu tulikuwa tunafanya mashindano ya Chani, na Chani tulikuwa tunaichukua kama rehearsal. Kwa hiyo kama tutakubaliana kwamba sisi tufungue, Kenya waendelee na fainali au vyovyote itakavyokuwa, wala msio na wasiwasi. Rais kasisitiza kwamba bado maamuzi yako pale pale na hawezi kubadilika. Halafu tujue tu kwamba CAF ni taasisi kubwa sana. Ni taasisi kubwa ambayo inafanya maamuzi yake kwa utaratibu. Kwa hiyo hamna mtu yote anaweza kubadilisha hayo maamuzi bila vikao kuridhia. CAF imehamia Afrika Mashariki, na ni kawaida mara nyingi, na sio CAF tu, hata kwa FIFA wanapokuwa na mashindano makubwa kama kombe la dunia,
mara nyingi shughuli zao nyingi zinafanyika kwenye zile nchi ambazo mashindano yanafanyika. Kwa hiyo wao wamekuja hapa, lakini hiyo minong'ono inayozungumza kwamba sijui haiwezi kufanyika kwa sababu uchaguzi wa Kenya, kwanza niwaambie CHAN imefanyika wakati Tanzania iko kwenye uchaguzi na ilikwenda vizuri, hakuwa na tatizo lolote, na sisi wenyewe ndio tunaoanza chokochoko hizo kusema kwa sasa kama wenyewe mnaamua mnataka mfanye vurugu ili mashindano yasifanyike ni nyinyi, lakini serikali zetu zimejipanga na mashindano hayo yatafanyika na yatasaidia kuweza kuleta umoja kwa watu, kuacha na masuala mengine ambayo ni ya siasa ambayo yatakuwepo siku zote. Lakini mashindano hayo ya AFCON yakishafanyika hayo, kama mlivyoambiwa, miaka 51 iliyopita ndio mashindano yalifanyika Ethiopia, na Ethiopia sasa hivi wamebidi ili waweze kufanya 28. Kwa hiyo ni kuangalia jinsi gani kwamba na sisi tunaweza tukawa pia na miaka 51 au zaidi, ingawa na uhakika sisi kwa miundombinu ambayo tutakuwa nayo tutahosti mashindano mengine yote sio